lakini kuifunga Yanga never. Kuifunga Yanga ni never, haitatokea. Narudia tena, kuifunga Yanga ni haitatokea. Kuifunga Yanga tena haitatokea. Kwa nini mchungaji unasema hivi? Sasa hivi shakuwa. Sasa hivi tulipofikia sasa hivi, makocha wote waliopita Simba wametufunga, waliopita Yanga wametufunga. Haiwezekani makocha wote waliopita Yanga Afrika wote wametufunga. Mpaka 0-0 huyu wa leo katufunga. Mpaka nani? 0-0 huyu wa leo katufunga. Ni aibu kubwa. Haiwezekani sisi tufungwe mara zote. Tunafungwaje? Sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tuna matatizo ndani ya klabu. Kamati ya roho mbaya ya Simba inatosha. Sisi ndani ya klabu ndio tuna shida. Shida iko wapi hapo? Shida wenyewe wanaijua. Na shida hiyo kiendelea kuikumbatia, tutaendelea kufungwa mara 10. Kwa sababu mpaka sasa hivi tumefungwa mara 6. Kama tumefungwa mara 6 bado mara 4. Kama tumefungwa mara 4, mara 6, bado mara 4, wewe mara 10. Hiyo ni shida ya mtu mmoja au kikundi cha watu kabisa. Narudia tena. Leo ni kutajia wachezaji ambao wamecheza chini ya kiwango. Nisikilize mimi, usisikilize mtu yote. Mpanzu leo kacheza chini ya kiwango. Na tunajua kwa nini kacheza chini ya kiwango. Kwa nini? Tulia, hiyo namba 1. Leo hii beki mwingine aliyeumia. Umeona bwana? Ndani ya Simba Sports Club anajua kwa nini kaumia. Yeye mwezi kujua. Simba inakujumua kwa kutumia akili sana. Sasa kodi ambayo ya kuifunga Yanga, hiyo kodi bado haijatoka. Na hiyo kodi itaendelea kutusumbua na Simba. Hiyo kodi itaendelea kutusumbua na Simba. Hii ni laana. Simba tokei umbwe haijawahi kufungwa mara 6 mfululizo. Ni aibu kubwa. Tunafungwa na Yanga mara 6 mfululizo, ni aibu kubwa. Leo hii mimi nikwambia kitu kimoja. Tutaachiwa sisi, kila bingwa tutaenda robo mpaka nusu. Tumeelewa? Ubingwa wa ligi tunataka kucheza, lazima tukutane na Yanga. Ukimfunga Yanga ndio unabeba ubingwa. Na password ya kuifunga Yanga bado tunayo sisi. Haijafunguka hiyo password. Na hiyo password ndio inaitesa wana Simba. Wana Simba leo wamenunua jezi. Wamependeza kuanzia Simba Day. Furaha ya wana Simba ni Simba Day, kisha baada hapo hakuna furaha tena. Furaha ya pili ilikuwa tumevaa nguo mpya. Ambao ni ipi? Hii jezi ya Jairuti. Leo tufurahi, lakini umeona mipango ya watu ambao wanapenda pesa. Kinachoumiza ni pesa. Kuna mlango wa nyuma unatumika, unapenda pesa. Huo ndio unayetugharimu wana Simba sisi. Kwa hiyo itoshe kusema ya kwamba Engineer Hersi ni mtu wa mpira. Kwa Engineer lazima umpe pongezi. Mbinu anaweza tumia sana anafanikiwa. Mbinu anaweza tumia Engineer anafanikiwa. Ni mtu wa mpira. Anafanikiwa. Ataonekana mtu wa mpira. Kwa sababu haiwezekani mechi kama hii ya leo tumeishika sisi, tushinde sisi, tunafungwa sisi. Makocha wote waliopita kuanzia nani? Gamondi, acha Gamondi. Kuanzia Nabi, umeelewa? Kuanzia yule aliondoka juzi. Hebu acha uone. Hebu acha jamaa bwana. Twende mchungaji. Na tunarudia tena. Makocha waliopita 6. Nasema hivi, makocha waliopita Yanga wote wametufunga na leo wamedhihirisha. 0-0 naye akatufunga. Amejui mpira. 0-0 naye atufunga. Bali hata kama 0-0 sikikuwepo tunafungwa tena. Maana password hii ya Simba kufungwa tunayo wana Simba wenyewe ndani ya klabu ya Simba. Ndio maana tunateseka. Wana Simba leo wanalia. Haiwezekani mara 6 mfululizo mnafungwa kila siku. Kwanza nimaliza hapo, hapo simama hapo. Wewe usinisemee mtu anazungumza. Umesikia bwana? Haiwezekani mara 6 sisi wana Simba tunafungwa mfululizo na watu wanaondoka, wanatoka hapa wamefurahi. Hii ni aibu na ni laana kwa klabu ya Simba. Nembo ya Simba hii inafungwa mara 6 na Yanga. Alafu watu wanaondoka wanafurahi tu. Hiyo sio sawa. Haijakaa vizuri kabisa. Mimi roho inaniuma na nimekasirika na mimi kesho nitatamka neno na ile neno litatikisa klabu ya Simba. Kuna namna waamuzi wanahujumu. Nasema hivi, kesho nitazungumza na klabu ya Simba itatikisika hivi. Waamuzi walikuwa fair leo. Nasema hivi, sasa referee wao wamefunga mangapi akakataliwa? Ili umlaumu yule referee. Mchungaji, ni wazi Yanga wanamshinda nje ya uwanja.